Jina langu naitwa Samuel Petro Kishiwa na ni mwenyekiti wa CCM tawi la Sokoine kata ya Kimanga. Kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29, tuko vizuri na kampeni zinaendelea. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu anayeendelea kutupa uzima na afya katika harakati za kampeni zinavyoendelea, maana Mungu ndiye tunamtegemea kwa mambo yote. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan naye anaendelea vizuri kabisa. Tumepata mama mzuri, mama mwenye nguvu. Hata Biblia inasema wanawake ndio waliohubiri injili ya Yesu Kristo, sio wanaume. Na siku ya tarehe 29 tumpe kula nyingi za ndio nchi nzima. Na kwenye jimbo letu la Segerea tunayemgombea naitwa Bona, naye katika jimbo letu la Segerea tumpe kula nyingi za kutosha. Na kata yetu ya Kimanga tunayemgombea anaitwa Julius Peter Limo, kata ya Kimanga pamoja na wanasokoine tumpe kula nyingi za kutosha. Waswahili wanasema mafiga matatu huwa yanafanikisha mapishi mbalimbali. Wakina mama nikizungumza hilo mnajua. Haya mafiga matatu kuanzia kata, jimbo, taifa, tumpe kula za ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina sera nzuri, maana hiki Chama cha Mapinduzi mimi kimenilea mpaka hapa nilipo. Sijaona sehemu yoyote Chama cha Mapinduzi kinafanya mambo yasiyofaa. Sera ya Chama cha Mapinduzi ni kuwaletea watu maendeleo. Madhara ya ambaye hatapiga kura ni yapi, Mheshimiwa Mwenyekiti Kishiwa? Labda hawe hana ile kadi ya kupiga kura. Hata wale ambao zoezi hili walilipuuza pengine kutokuelewa tu. Unajua sisi binadamu tumewekwa na Mwenyezi Mungu duniani. Biblia inasema kwamba kula hukomesha mashindano. Kwa nini Mungu anasema kula hukomesha mashindano? Maana yake kwamba yawepo mashindano, labda nafasi inayogombewa ni mtu mmoja anatakiwa, lakini watajaza fomu labda 5 au 6 tu, lakini wanaingia kwenye ushindani. Chama cha Mapinduzi kina taratibu hizo. Ndani ya uchaguzi wa chama huwa wanajaza fomu wengi, lakini anatakiwa mtu mmoja. Lakini kula sasa zinaamua atakayepata kula nyingi, maana yake huyo ameridhiwa na wananchi kwamba akaleta maendeleo ya wananchi. Ni haki ya msingi, mtu yoyote mwananchi Tanzania anatakiwa haki yako itimize na uitekeleze. Ni haki ya kupiga kura, kumpa kura kiongozi unayemtaka, na kuna haki mwingine kuchaguliwa. Sasa hivi tuna sera moja tu, tunatoa elimu kwa wananchi wajue maana ya kupiga kura. Ukikosa kumchagua kiongozi usije ukalalamika. Sasa utalalamika nini wakati wewe hujajitokeza kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka? Nenda ukapige kura, ni haki yako ya msingi na haki yako ya kudai maendeleo. Sasa kwamba mimi nilipiga kura, nataka haki yako. Na haki tunayotaka ya maendeleo ya kiujumla. Serikali haiwezi kukuletea chakula nyumbani kwako, lakini maendeleo tunayoyajua na tunayoyahamasisha watu na kutoa elimu ya kutosha kwamba tupate barabara nzuri, tupate mashule mazuri, tupate maji, tupate umeme, tupate vituo vya afya. Hayo ndio maendeleo ya ujumla wake. Na sisi kama wananchi tukipata maendeleo, maana yake uchumi utainuka. Maeneo ambayo yalikuwa chini kimaendeleo yatapanda thamani. Hata vyumba vya kupanga vitapanda thamani. Kwa mfano kama Kimanga yetu kuna barabara 5 zitakwenda kujengwa kwa mujibu wa ilani yetu. Maana kuna ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhusu mkoa wa Dar es Salaam tu wameichambua. Kwa hiyo hata sisi hapa tunayo, tumeangalia yaliyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata ya Kimanga. Yakikamilika yale yakajengwa, basi hayo ndio maendeleo ya wananchi. Haya mambo mengine yanayohusu maisha ya mtu mmoja mmoja, hayo ni majukumu yetu na Mungu ametupa, anatuambia tufanye kazi, tulime, fanye kazi ili tupate chakula. Huyo mpiga kura anaenda kupiga kura anasema analinda. Swala la kulinda kura si halimuhusu. Chama cha Mapinduzi na serikali yake kimeweka mipango mizuri. Kwanza tuna tume huru ya uchaguzi ambayo ipo inafanya kazi yake vizuri. Wale wote wamekamilika masuala ya ulinzi. Kwanza wagombea hawa wana mawakala. Kila mgombea na wakala wake. Sasa wewe mpiga kura ukae kulinda kura, ulinde kura za nini? Yule wakala ambaye yuko ndani anahesabu kura za mgombea wake
wa chama kingine, si chama, wako mawakala. Hao ndio wanaolinda kura za kila mgombea. Kwa hiyo mimi nikiwa napiga kura naenda kusubiria matokeo nyumbani. Kila mgombea ana wakala, tena anayemwamini yeye. Wamewekwa mawakala, watakuwa mawakala pale, hao ndio wa kulinda kura.